Pale ambapo mifugo inakamatwa hifadhini, wafuate taratibu za kisheria. Nafikiri wanafahamu kwamba unakuja kuripoti kituoni, lakini wasitake kufanya vitendo vya vurugu, kupambana na askari ambavyo vinaweza vikasababisha madhara aidha kwa wananchi au kwa askari. Mkawaelimishe wengine, lakini nyinyi pia msiwe na makosa ya rudia. Hawa ng'ombe tuliokamata hapa ni wachache, lakini wanaingizwa ng'ombe wengi kwenye hifadhi. Hapa ni katika eneo la Ukwaheri ndani ya hifadhi ya Ruaha kusini mwa Tanzania. Kama unavyoshuhudia nyuma yangu ni kundi la ng'ombe wapatao 520 ambao walikamatwa ndani ya eneo la hifadhi hii na askari wa uhifadhi kutokana na kuingizwa katika eneo la hifadhi kinyume na taratibu. Lakini mara baada ya kufuata taratibu za kisheria, ng'ombe hawa wanarudishwa katika mikono ya wanakijiji, na huku wakiondoka na ujumbe wa wananchi kushiriki katika swala zima la uhifadhi wa rasilimali za taifa. Tarehe 7 kulitokea sitafahamu sisi ambao tayari tunabaki nyumbani, wachungaji walituacha asubuhi wakaenda kuchunga. Ilipofika jioni majira ya saa 2 tulipata taarifa kuwa ng'ombe wamekamatwa hifadhini. Wakawa wamechukuliwa na walinzi wa hifadhi. Baada ya kufanyika taratibu za sheria, ziligundulika kuweza kusamehewa. Tumesamehewa kisheria baada ya kufuata taratibu za sheria. Leo tarehe 16 ndo tunakabidhiwa ng'ombe na sheria na taratibu za sheria zilizokuwa zimefuata mpaka hii leo hapa. Mnapeleka ujumbe gani kwa wafugaji wengine ambao ninahitaji kwa leo hii niliopo hapa, pamoja na tukizisaidia taratibu za sheria ili kusionekane mwingilio wa mara kwa mara, mimi ninahitaji kuwa mwalimu leo kwa wafugaji wangu wote ambao waliopo pembezoni na hifadhi. Tusipende kusuguana kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Tuwaonye watoto wasiingie hifadhini. Kwa jina naitwa Lingson Mtupeni Kakwambi. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Iyara. Leo hii tumefika hapa tukiwa na mzee Gembe mwenye mifugo yake ambaye alikamatwa tarehe 7 mwezi wa 5. Na mimi nilipata taarifa usiku wa tarehe 8 muda wa saa 10 alfajiri kwamba huko ng'ombe zetu zimekamatwa na watu wa hifadhi, na bahati mbaya iliyotokea kwa kijana wake hiyo ikaonekana, basi iliyotokea huwezi ukapingana, kwa sababu huwa Mungu sisi wote tunaweza tukaenda huko, lakini inalingana kila mmoja ataenda kwa mazingira gani, kwa sababu wote njia ni moja tu. Lakini pamoja na hayo, leo hii mzee Gembe pamoja kushirikiana na uongozi, mheshimiwa diwani na viongozi wa ngazi ya wilaya, mkoa, baada ya kufuata taratibu za kisheria, leo hii tuko na mzee Gembe hapa anakabidhiwa mifugo yake mbele ya mimi, tuko pamoja na mtendaji wa kijiji. Lakini pamoja na hayo, mimi hapa kama mwenyekiti wa kijiji, ningependa kwamba niongee mbele ya nyinyi watu wa hifadhi. Niko tayari kwenda kukaa na wananchi wangu, na bahati nzuri tarehe 26 mwezi wa 5 huu kutakuwa mkutano. Jana alipokuja pale mkuu wa wilaya DC, wakiwepo mbunge pamoja na kaimu mwenyekiti wa mifugo taifa, akiwepo katibu tarafa, na viongozi wengine. Kwa kweli walikuambia tarehe hiyo, tarehe 26 tukusanye wananchi wote ili kwa ajili ya nini? Wapewe kama semina, kwa sababu kuingia kwenye hifadhi ni kosa. Hivyo basi inatakiwa wananchi wale, labda hasa kwa vijana ambao ndio wanaenda kuchunga mifugo. Wazee najua wanatambua hilo. Unaweza kumwambia kijana usipeleke hifadhini, lakini kaonekana kijana yeye anapofika huko anashaushika labda au akarara kajisahau kuja kukumbuka ng'ombe zimeingia kwenye hifadhi. Kwa hiyo tujaribu kusisitiza mimi na wananchi kwamba jamani, hifadhi sio mahali pa kupeleka. Labda hata kama kuna uhaba wa malisho, tuendelee kuiomba serikali. Kwa sababu hata watu wa hifadhi, mimi siwezi nikawarahumu, wamepewa hii ni kazi ambayo wanawajibika kisheria. Ni pale tu yanapotokea matatizo tofauti na jinsi ilipotokea kwa leo hii, lakini hawana makosa kwa sababu wako kwenye eneo la kulinda kazi waliokabidhiwa. Wakizembea na wao wanajua watachukuliwa hatua kali kulikoni.
labda ukaachishwa kazi. Hifadhi Mkuu Mapinduzi Boniface Mdesa, nasimamia kitengo cha ulinzi hifadhi ya taifa Ruaha, lakini pia namwakilisha mkuu wa hifadhi. Leo tuko hapa kwenye eneo la Ukwaheri ambalo liko ndani ya bonde la Usangu. Hili bonde la Usangu ni bonde muhimu sana kwani chepe yake ya maji ndio mchango mkubwa kwenye mto Ruaha mkubwa, ikiwa mto Ruaha mkuu unachangia zaidi ya 15% kwenye mabwawa ya uzalishaji wa umeme. Kwa hivyo ni eneo muhimu sana katika ustawi wa taifa letu, hususani kwenye nishati. Hata hivyo kumekuwa na changamoto kubwa, kwani kumekuwa na uvamizi mkubwa kwenye bonde hili kwa wananchi kuingiza mifugo hifadhini. Kwa mwaka 2023-2024 peke yake zaidi ya mifugo 7500 iliingizwa hifadhini na kuweza kukamatwa na taratibu za kisheria zikafuatwa. Nyuma yangu kama unaona kuna mifugo zaidi ya 500 ambayo ilikamatwa tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu, mifugo ambayo inamilikiwa na mzee Igembe. Hata hivyo baada ya taratibu za kisheria wameweza kuja hapa kwa ajili ya kuichukua mifugo yao. Labda nitoe rai kwa wananchi kwamba wasiendelee na vitendo hivyo vya uhalifu vya kuingiza mifugo hifadhini, kwani vinahatarisha ustawi wa bonde hili. Lakini jingine la msingi zaidi kwamba pale ambapo mifugo inakamatwa hifadhini wafuate taratibu za kisheria. Nafikiri wanafahamu kwamba unakuja kuripoti kituoni, unatambua mifugo yako, unapewa control number, ukilipia unachukua mifugo yako, lakini wasitake kufanya vitendo vya vurugu kupambana na askari ambavyo vinaweza vikasababisha madhara aidha kwa wananchi au kwa askari. Kwa hiyo huo ni wito wangu mkubwa kwamba wananchi wasifanye vitendo hivyo. Mimi nitoe wito tu, ameongea mwenyekiti wa kijiji hapa, lakini waliokamatwa na hizi ng'ombe pia wameongea. Mkawaelimishe wengine, lakini nyinyi pia msiwe na makosa ya kurudia. Hawa ng'ombe tuliokamata hapa ni wachache, lakini wanaingizwa ng'ombe wengi kwenye hifadhi. Askari wetu wanakesha usiku na mchana kuhakikisha maliasili hizi zinalindwa. Tushirikiane na tunatoa elimu kwa jamii ili na wao waelewe umuhimu wa uhifadhi huu, lakini pia tunashirikisha tunachokipata kutokana na utalii katika maeneo haya ya uhifadhi kwa jamii. Kwa hiyo watu waone hiyo kama ni chachu ya kuendelea kushirikiana na taasisi za kiuhifadhi, kuendelea kuhifadhi maliasili zilizoko katika hifadhi za taifa na maeneo mengine ya uhifadhi. Tukio la tarehe 7 kuamkia tarehe 8 halikuwa tukio zuri, kwa kuwa mifugo ilivyokamatwa majira saa 1 jioni, askari wetu walianza kuiswaga mifugo ile kuelekea kwenye kituo cha Ukwaheri, ambako pale ndipo walipokuwa wanazizi la muda la kuhifadhi mifugo ile. Walikutana na vijana wanaokadiriwa zaidi ya 10 wakiwa na silaha za jadi, mikuki, pinde na mishale, lakini pia walikuwa na fimbo, na wakaanza kuwashambulia askari wetu kwa nia ya kunyang'anya mifugo iliyoingia hifadhini kinyume na utaratibu. Na ilipofika majira ya saa 2 asubuhi tulipata taarifa kwamba mifugo ile iliyokuwa imekamatwa usiku na tukio la kushambuliana lililotokea usiku limesababisha kifo cha mchungaji.